Tumshangilie Mungu tukiwa tumebaki tumesimama, kanisa la Mungu, tayari kabisa kuweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye Bwana Mungu amemwandaa kwa neno la Mungu asubuhi ya leo katika sikukuu yetu hii ya CMF. Tunaye mtumishi wa Mungu mchungaji na daktari Jonathan Mackenzie, ni mwalimu wa neno la Mungu wa muda mrefu na mtumishi wa Mungu mwenye neno la Mungu kweli kweli. Tumshangilie Mungu anapokuja tayari kusimama kwa ajili ya kutuhudumia kama kanisa la Mungu. Karibu sana sana mchungaji na mtumishi wa Mungu, karibu sana. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikuombe uendelee kusimama. Tusimame tafadhali. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Leo ni siku njema ambayo Bwana ametujalia kuweza kuwa mbele zake tukimwabudu, tukimshukuru, tukimuomba, tukinyenyekea mbele zake. Na pia napenda kumshukuru sana mchungaji kiongozi, baba askofu na daktari Rogate Zakayo Swai pamoja na mke wake ambaye ni mlezi wetu mama Ishimendi Swai, kwa ajili ya rehema na neema na kibali walichoweza kutupatia asubuhi ya leo kama familia kuweza kulihudumia kanisa. Pia nipende kutambua uwepo wa wachungaji wengine wasaidizi, uongozi wote wa kanisa, na wewe mshirika mmoja mmoja, kwamba leo umekubali na upo kuweza kusikiliza kutoka kwa Bwana kupitia kwa mtumishi wake Jonathan Mackenzie. Kama alivyotangulia kusema mchungaji mwenyekiti wa CMF, amekuwa mwalimu wa neno la Mungu wa muda mrefu, ametembea na Bwana, amemtumikia Mungu toka ujana wake. Na mimi kama mke wake nimemthibitisha kuwa mtumishi wa Mungu mwaminifu. Kwa hiyo ninao ujasiri sana asubuhi ya leo kukuambia ya kwamba liko neno la Bwana kupitia mtumishi wake. Tumeomba kama familia, yeye mwenyewe amejikana, amemtafuta Bwana ili aweze kupata neno kutoka kwake kwa ajili yako. Nikuombe sana uweze kuwa na nafasi ya kumfungulia moyo wako. Ni Mungu anayenena pamoja na wewe. Huenda yako mambo ambayo umekuwa ukijiuliza, unamuuliza Bwana, nichague lipi kati ya hili? Ni njia ipi sahihi? Nifanye nini katika hili? Basi ni wakati sahihi wa kwenda kusikia kutoka kwa Bwana asubuhi ya leo. Nione makofi yako kama ishara ya kupokea kutoka kwa Bwana. Haleluya! Mungu awabariki. Asante sana mama. Tuombe. Jina lako Yesu tamu tukilisikia, utupoza tena, namna nyingine ya kukwambia kama sio kukukabidhi kwenye madhabahu hii na mbele za Jehova. Ndio maana hujaenda Muhimbili leo au supermarket, umekuja ibadani. Acha madhabahu hii ikawe na neno la uponyaji kwa ajili yako.
Na kwa sababu hiyo tunapoimba ubeti wa pili, roho iliyoumia, roho iliyotabishwa, roho iliyojeruhiwa, roho iliyotendwa mabaya, asubuhi ya leo kwa Yesu roho hiyo hutibika. Haleluya! Roho iliyoumia kwalo hautibika, chakula roho iliyoumia, roho nayo Baba, roho iliyoumia kwalo hautibika, chakula kipo chakula leo. Watu wote tuseme amen. Naomba uketi. Sema tena amen. Asante Baba Askofu na asante CMF, mke wangu ameshasema, na ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa kwenye madhabahu hii toka ninyoshe fimbo ya kuwa mtumishi wake wa madhabahu nikimsaidia Baba Askofu. Na kama mke wangu alivyosema, nimemwomba Mungu kwa ajili yako. Yamkini leo itakuwa ni siku yako ya kipekee sana. Sema amen. Moja kwa moja tuingie kwenye neno la Mungu. Tusome Mwanzo 38, kama unaandika mstari wa kwanza mpaka wa 30. Mwanzo 38 mstari wa kwanza mpaka wa 30. Muda wetu ni mfupi sana, lakini nitaomba nisomewe haraka haraka ili tupate, hata tukiishia kusoma tu. Kuna maneno mengine unapoyasikiliza kwenye kusoma tu inatosha kukuhubiri. Maziku sui kama umepata Mwanzo 38 mstari wa kwanza mpaka wa 30. Ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami jina lake Hira. Yuda akashuka. Kumbuka, hii ni baada tu ya kumuuza Yusufu. Baada tu ya kumuuza Yusufu. Wazo la kumuuza Yusufu lilitolewa na Yuda. Mwanzoni walimtupa kisimani. Yuda akasema, hii damu kwa nini? Wakawaona Washemeri wanapita, wakasema acha tumuuze, na wakamuuza huko. Sasa Yuda alipomaliza hiyo business ya kumuuza Yusufu, akashuka. Na Biblia haikukosea, akashuka. Ina maana alikuwa mahali akashuka. Watu wengi wanashuka kiroho, wanashuka kitabia, wanashuka kimaadili. Usishuke mpendwa. Baada tu ya Yuda kumuuza Yusufu, akashuka, akaachana na ndugu zake. Mstari wa pili. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanani jina lake Yeshua,
akamtwaa akaingia kwake. Mstari wa 3, naye akapata mimba akazaa mwana akamwita jina lake Eri. Tuseme wote Eri. Akapata mimba tena akazaa mwana akamwita jina lake Onani. Sema Onani. Akaendelea akazaa tena mwingine akamwita jina lake Shila. Tuseme wote Shila. Naye Yuda alikuwako huko Kezebu alipomzaa. Akaendelea Yuda akamwoza mke Eri, mzaliwa wake wa kwanza, jina lake huyo mke ni Tamari. Tuseme wote Tamari. Naye Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Afadhali hata uwe mbaya machoni pa serikali, lakini sio machoni pa Bwana. Hatujui ni dhambi gani aliifanya, uovu gani aliutenda, lakini Biblia inasema akawa mbaya machoni pa Bwana, na Mungu hakufanya ajizi, akamuua. Sala unaofuata, Yuda akamwambia Onani ambaye ni mtoto wake wa pili, uingie kwa mke wa nduguyo ukamwoe, ukamwinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake, ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Naofuata, neno hili alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, basi akamuua yeye naye. Mstari unaofuata, Yuda akamwambia Tamari mkwewe, ukae mjane nyumbani mwa baba yako hata Shila mwanangu atakapokuwa mtu mzima, maana alisema asipate kufa yeye kama nduguze. Basi Tamari akaenda akakaa nyumbani kwa babaye. Naofuata, siku nyingi zikapita, akafa binti Shua mkewe Yuda. Yuda akafarijika, akaenda kwa watu wake wakatao manyoya kondoo huko Timna, yeye na mwenzake Hira Mwadulami. Tuendelee. Huyo Tamari akapewa habari kusema, mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Tuendelee. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaim karibu na njia ya kuendea Timna, maana aliona ya kwamba Shila amekuwa mtu mzima wala hakuozwa awe mkewe. Mstari unaofuata, Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Tuendelee. Akamgeukia kando ya njia akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani gani utakapomleta? Tuendelee. Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri. Pete yako ya muhuri. Pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Tuendelee. Akaondoka akaenda zake, akavua utaji wake na kuvua mavazi ya ujane wake. Twende kaka. Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Mwadulamu, ili aipate rehani mkononi mwa huyo mwanamke, lakini hakumkuta. Tuendelee. Akauliza watu wa mahali pale akisema, yuko wapi yule kahaba aliyekuwapo Enaim kando ya njia? Wakasema, hakuwako hapo kahaba. Akamrudia Yuda akasema, sikumwona hata, na watu wa mahali hapa walisema hajawahi kuwako au hakuwako kahaba. Tuendelee. Yuda akasema, na aichukue yeye, tusije tukatiwa aibu. Tazama, nimempelekea mbuzi huyu, wala hakumkuta, wala sikumkuta. Ikawa baada ya miezi mitatu, Yuda akapewa habari kwamba mkweo Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema,
mtoweni ateketezwe. Kichwa cha ujumbe cha kwanza. Andika, mtoweni ateketezwe. Mtoweni ateketezwe. Tunapofika mwisho, kama tutaendelea na ujumbe huu au tutakuwa na title nyingine. Watu wengi wanaogopa sana kuihubiri sura ya 38, na wengi wanaona ilijipachikaje. Tuna habari za Yusufu, baadaye ikajipachika hii katikati, sura ya 39 tena Yusufu. Wanaiogopa kwa sababu ndani yake kuna aibu, ndani yake kuna dhuluma, ndani yake kuna usaliti. Ni sura nyingine katika Biblia inayoeleza watu waliotengwa, watu waliosutwa, watu waliodhulumiwa na watu waliosaulika. Ziko sura nyingi, lakini hii na yenyewe ndani yake iko neema ya Mungu kwa wale waliodhulumiwa, waliotengwa, waliosahaulika. Na asubuhi ya leo, kama kuna waliosahaulika, waliotengwa, sio kutengwa kwa sababu ya dhambi, umewekwa pembeni wakajichagua wao. Kama kuna watu waliosalitiwa na kusahaulika, ni ibada yako leo. Hii ni ibada yako ya kwamba Bwana ataenda kukukumbuka na kukutendea mambo mema kwa neema yake kuu. Sema amen. Sura hii tungekuwa tunaongelea character. Sura hii ina watu wahusika watano. Wa kwanza ni Yuda, wa pili ni mtoto wake wa kwanza anaitwa Eri, wa tatu ni mtoto wake wa pili anaitwa Onan. Mhusika mwingine wa nne ni mtoto wake wa tatu anaitwa Shila, na mhusika mwingine wa tano ni Tamari. Nimesemaje? Sura hii au hadithi hii ina wahusika watano. Wahusika wangapi? Wa kwanza nimesema ni nani? Yuda. Wa pili Eri. Wa tatu Onan. Watu wa Simba, sio Onana mchezaji wa mpira, ni Onani. Wa nne Shila. Shela. Sawa, Kiswahili Shela, Shila. Haya, Kiswahili Shela. Lakini matamshi sahihi ya watu wenyewe ni Shila. Sio Shila wa Unyirambani, Shila. Watano Tamari. Tunarudia tena. Mhusika wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano Tamari. Ngoja niseme kitu juu ya Tamari. Tamari hakuwa kahaba. Tamari aliolewa kwa ndoa na mme wake wa kwanza, na ni ndoa yake ya kwanza kwa mtoto wa kwanza wa Yuda aliyeitwa Eri, akamwoa Tamari. Lakini Biblia inasema Yuda Eri mtoto wa Yuda akawa mbaya machoni pa Bwana. Huwa naogopa sana ninaposoma andiko hilo. Unakuwaje mbaya machoni pa Bwana? Alifanya nini akawa mbaya machoni pa Bwana? Biblia haikuweka wazi, lakini yako mambo ambayo tuliwahi kumwona Mungu akiua kwa mara moja, mambo ambayo mtu anaweza akayafanya Mungu akamwondoa. Akawa mbaya machoni pa Bwana, Mungu mwenyewe akamuua. Kama ilivyokuwa desturi, ikabidi sasa Tamari aolewe au arithiwe na mdogo wake Eri ambaye anaitwa Onani. Onani akakubali, lakini
walipokuwa ndani hakufanya kama inavyotakiwa kwa wanandoa. Alifanya kitu kibaya na kikamuudhi Mungu pia, na Eli naye akafa. Imagine Tamari akawa amepoteza mume wa kwanza, Tamari kapoteza mume wa pili. Sio kipindi kirahisi sana. Anajisikiaje binti wa watu kwenye familia yenu ameolewa na mume wa kwanza kwa matalitali na kwa sherehe nyingi, lakini mwanamume au mume wake akafa na anauliwa na Mungu ambako huwezi kukata rufaa. Anakuja mume wa pili naye anaitwa Onani, naye akamchukiza Mungu, naye akamuua. Eli akafa, na tazama Onani naye akafa. Shila ndio akawa amebaki, ambaye ni mtoto wa tatu. Wakamwambia sasa, tumaini lilopo ni kwa huyu Shila ndio akuoe. Lakini baadaye baba yake akasema, hapa nitamaliza watoto. Ndipo anamwambia, mwanangu Tamari, tulikupenda sana kama kwetu Uchagani huku, asema mwali, tulikupenda, lakini sasa hebu fanya kitu ambacho sio cha kawaida kwa Wachaga, hata kwa Waisraeli. Akarudishwa aende kwao, akarudishwa aende kwa wazazi wake, kwamba nenda ukakae hali ya ujane mpaka kijana wangu atakapokuwa aje akuoe. Kijana Shila akakuwa, lakini hakumuoa Tamari, akaoa mwanamke mwingine, na wakanyamaza, ikawa kimya. Nataka niseme na kina Tamari ambao waliahidiwa vitu lakini havijatimia. Uko tayari? Kabla sijaendelea kuhubiri, nataka tufanye matamko juu ya kina Tamari, matamko ya kinabii juu ya kina Tamari. Sio kama watu wa project wanaweza kuproject. Nataka tufanye tamko la kinabii kwa kina Tamari, sio Waisraeli, Tamari wa Kinondoni. Akina Tamari hawatakufa kwenye machozi. Unaamini hivyo? Hata kama uamini, nataka nikulazimishe. Akina Tamari wa Kinondoni na wanaonisikiliza hapa na wanaonisikiliza kwenye mitandao ya kijamii, hamtakufa kwa machozi, asema Bwana. Hamtakufa katika machozi. Kutoka kwenye aibu, Mungu ataleta ukoo wa kifalme. Tamari wa Kinondoni, tamko la pili ambalo nataka niliseme, kutoka kwenye aibu uliyoipitia, Bwana ana jambo anataka kufanya. Anataka alete, akuungamanishe, akutendee jambo la kifalme. Ni Isaya ngapi? Isaya 61 mstari wa 7. Isaya 61 mstari wa 7, kabla matamko anaendelea. Haleluya. Isaya 61 mstari wa 7 na wa 8. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Soma pole pole. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Nayatamka haya kwa sababu sina muda ulio rafiki. Kwa hiyo hapa ndio nafanya maombezi pia. Natamka kwa neno la Bwana, badala ya aibu yako unaenda kupewa vitu maradufu. Wamekucheka sana, lakini hautafia kwenye hiyo aibu.
Kuna vitu vinakuijia, huyu anayeongea na wewe hakuwa hivi. Nilikuwa mwembamba wa kutisha, lakini kwenye hizo aibu Bwana anaenda kukutendea vitu maradufu. Mistari mingine utasoma mwenyewe. Nimesema 61:7 nafikiri mpaka 9 hapo. Sasa tamko la 3, kile kilichocheleweshwa kitazaa peresi. Nilitaka niyaseme mwishoni haya, lakini kwa sababu ya muda, kile kilichocheleweshwa kinaenda kumzaa peresi. Sema amen. Mathayo 1:3. Mathayo 1:3. Kile kilichocheleweshwa, wewe unaona umechelewa, lakini kuna kitu kinaenda kuzaliwa. Kile kilichocheleweshwa inasemaje? Mathayo 1:3. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esrom. Esrom akamzaa hata ukiishia hapo, rudia tena. Yuda akamzaa Peresi na Zera. Walizaliwa kwa mpigo. Sasa nikipata muda nitaeleza. Dakika 10 zinaweza zikanitosha, lakini ndio maana nimeyasema haya ya mwisho ili usitoke kapa. Kweli nimemwomba Mungu kwa ajili yako. Akina Tamari, tamko la kwanza, hawatakufa katika machozi. Namba 2, kutoka kwenye aibu yako Mungu ataleta ukoo wa kifalme. Namba 3, kile kilichocheleweshwa kitazaa peresi. Nitakueleza baadaye peresi ni nani. Na tamko la 4, kuna breakthrough, kuna mpenyo. Awe andika tu, kuna breakthrough inazaliwa baada ya maumivu yako. Asante kwa hiyo, amen. Kuna breakthrough, kuna upenyo. Hakuna utukufu pasipo kupitia aibu, baba yangu. Baada ya hayo maumivu kuna breakthrough. Na sikukuu ya wanaume acha itengeneze breakthrough. Kuna breakthrough baada ya hii aibu. Na niseme na akina Tamari wa leo kabla sijashuka chini. Akina Tamari wa leo ni watu ambao waliahidiwa lakini wakaachwa. Yawezekana umeahidiwa kitu ukaachwa na hujakipokea, kama ni cheo kazini. Lakini nataka nikwambie leo ni siku ya muujiza. Tarehe ngapi leo? Tarehe 10 mwezi wa 5, tuiandike kwenye diary. Akina Tamari wa leo walitumiwa lakini hawakuthaminiwa. Waweza kuwa umetumiwa lakini hujathaminiwa tena. Ukaandika proposal nzuri, ukaandika jambo zuri ofisini, kazini, lakini hukuthaminiwa tena. Ni wale watu ambao walinyamazishwa, walikuwa na kitu kizuri lakini wakawa subdued, wakanyamazishwa. Kama ni mmoja wao, leo ni siku yako. Ni wale akina Tamari, ni wale waliodharauliwa, ni wale walionyang'anywa haki zao, ni wale waliofunikwa kwa vazi la aibu, na hiyo ni aibu yenyewe wasioisababisha.
Mpige kipepo cha uchokozi jirani yako, mwambie sasa ndo anahubiri. Oho, nimesema mpige kipepo cha, usimuumize, cha uchokozi, tuambie sasa ndo anahubiri. Yuda alikuwa ni mtoto wa 4 kwa Lea. Wa kwanza alizaliwa alikuwa anaitwa Ruben, wa pili alizaliwa alikuwa anaitwa Simeon kwa Lea, sasa sio kwa Rachel. Wa tatu akazaliwa alikuwa anaitwa Lawi, na wa 4 akaitwa Yuda na akakoma kuzaa. Maana ya Yuda ni msifu Bwana. Huyu aliye na jina la agano, msifu Bwana, jina la ibada, akafanya mpango wa kumuua nduguye Yusufu. Kwa Rachel walizaliwa watoto wawili tu, Yusufu na Benjamin. Sura ya 37 mwishoni, wakati ndugu zake wote wamemchukia Yusufu, wakawa wameazimu kumuua, tuone ataenda wapi na ndoto zake. We umekaa hapa tu na pambio yako ile nzuri, nimo nyumbani mwa Bwana nala matunda ni kuna watu pembeni wameazimu kukuua, waone ndoto zako zitafika wapi, lakini wamechelewa. Maana CMF ya leo inabadilisha mambo. Yuda alipomuuza Yusufu, yeye ndo alitoa wazo. Sura ya 38 inaanza, akasema ndipo sasa Yuda amemaliza kazi moja ya ajabu ajabu, akashuka akaondoka kwa ndugu zake, akaenda huko anakutana na Mwadulami. Alipokutana naye akapata mke kule anaitwa Shua, akamuoa. Alipomwoa akazaa mtoto wa kwanza, jina lake ndio Eri. Eri akaja akamuoa Tamari. Leo nataka niongee na kina Tamari wa Kinondoni, including myself. Tamari ameolewa vizuri, watu wakashangilia. Na kwenye harusi, ndugu yangu, wanapokupeleka kwenye nyumba yako mpya, huwa ni sherehe, kama tunavyotangaza uchumba hapa. Sijui tuimbe wimbo gani ambao una sherehe. Tunampeleka Tamari kwa mume wake anaitwa Eri, wanafanya sherehe. Sijui kama walikuwa naimba ngome zimeanguka, Kanani tunaingia. Akaenda kwa masherehe, anapelekwa kwa mume wake, akaenda kwa sherehe kubwa. Sijui nikipata vijana 10 ngapi, twendeni tumpeleke Tamari wetu, anaenda karibu sisi kuku yetu. Wanaume, wanawake, wote vijana, njoni tunampeleka Tamari kwa mume wake. Wanawake wako wapi? Vijana, ina muujiza hii. Aya, kuna msikao mstari mmoja kama Warumi. Sitaki kumtaja Tamari ni yupi, lakini tunampeleka kwa mume wake. Siku ya kuolewa ni sherehe. Hauendi peke yako, wazazi wanakuwepo, marafiki wanakuwepo, na wale mliosoma nao wanakuwepo, mliofanya nao kazi wanakuwepo. Wamekunulia na vitu vingine. Siku hizi kuna vitu vinaitwa kitchen party, vingine vinaitwa sijui nini. Wamekufanyia vitu vyote hivyo. Siku ya kwenda kwa Eri inafika na watu wana furaha, wanakupeleka. Kuna mziki wowote? Amna wimbo wote huko, tutaimba wenyewe. Anameremeta Sasa wamama, mbona hamji kupiga vigeregere? Tunampeleka Tamari.
amempata mwenzake aliyepewa na Bwana. Mwenzake aliyepewa na Bwana. Amempata mwenzake aliyepewa na Bwana. Vigelegele, vigelegele. Amempata mwenzake aliyepewa na Bwana. Amempata mwenzake aliyepewa na Bwana. Haleluya! Anafika kwa heri. Basi mnaweza mkarudi, mtawaita. Anafika kwa heri baada ya ndoa imefungwa. Eri akawa mbaya machoni pa Bwana, Mungu akamuua. Akaahidiwa ataolewa na mdogo wake ambaye ni Onani. Akaingizwa kwa Onani. Onani naye akafanya jambo baya, Mungu akamuua. Akabaki ni mjane. Tamari, umeua wanaume wawili. Mimi nakuaje? Naishije kwenye jamii? Akawa pale, akiwa pale na majonzi mengi, ndipo baba yake siku moja anamwambia, mwanangu, mkamwana, rudi kwa wazazi wako. Na siku ya send off wazazi wake, siku hizi tunaona siku ya send off, binti kwa wazazi anapeleka keki. Lakini napofika kwa mume wake, ina surprise, ina jambo ambalo nataka nimfanyie mume wangu mtarajiwa. Jambo gani? Anaanza kumpa maneno yote, my habu, my everything, my what. Bernadette anayajua manini, anamwambia mume wake. Halafu anasema, ninataka nimpe zawadi. Anampa bonge la saa. Wengine wanatoa mpaka cheki. Ndiona kwenye mtandao mtu akapewa cheki ya milioni 28 kwa wazazi. Amepeleka nini? Mambo yalipochachamaa, mambo yalipokaa vibaya, baba mkwe anamwambia, rudi kwenu, rudi kwa wazazi wako. Alikuja na kundi la watu, lakini anarudi peke yake. Ndio maana nataka niseme na akina Tamari. Aliletwa ukweni na kundi la watu, wanashangilia ndoa, lakini anapoanza kurudishwa, anirudi peke yake. Naliona barabara la Tamari anaenda kwao. Namwona Tamari aliyesononeka. Namwona Tamari aliyeumia. Namwona Tamari aliyesalitiwa. Mume wangu wa kwanza amekufa, wa pili vivyo hivyo. Nikaahidiwa nitaolewa na Shila. Shila nimesikia ameoa mwanamke mwingine, nimebaki peke yangu. Na bahati mbaya, wakati anaondolewa na baba yake, japo kulikuwa kama anabusiwa, lakini aliambiwa uende ukakae hali ya ujane. Kwa maana nyingine, huruhusiwi kusalimiwa na mtu mwingine, huruhusiwi hata kuandikiwa message. Nenda ukakae hali ya ujane. Tamari wa Kinondoni, kama umerudishwa, umeondolewa mahali pa salama na kupelekwa huko ukae hali ya ujane, Bwana ana jambo jipya leo. Muda wangu tu hautoshi. Akarudi peke yake. Kuna watu wawili na wafahamu kwenye Biblia, huwa anamwazia Tamari anavyorudi kwa wazazi wake mikono mitupu. Aliondoka ameshangiliwa, anarudi peke yake. Anafika nyumbani huku anakaa peke yake. Kilikuwa ni kipindi cha majonzi. Mtu mwingine huwa anamwazia Ibrahimu alipokuwa anaenda kumtoa Isaka. Isaka anamuuliza baba yake, kuni tunazo na lakini mwana kondoo yuko wapi? Kuni tunazo, moto tunao, najaribu kuwaza Ibrahimu njia nzima, siku 3 anaenda kumtoa Isaka. Sio tu kumtoa, atarudi naye, anaenda kumuua. Hilo barabara huwa naliwaza sana. Mtu mwingine Jefta,
Waamuzi 11. Jefta akafukuzwa na ndugu zake kwamba wewe ni mtoto wa kahaba, huwezi kurithi na sisi. Akaondoka akaenda kukaa na mabaradhuri wenzake huko. Ndugu yangu, endelea kufukuza watu, lakini hujui wanapoondoka huwa wanaomba nini njiani, na wakiwa huko huwa wana maombi ya jinsi gani. Waweza kujisikia umeshinda. Yefta anaondoka kwenye nyumba ya baba yake, na mimi anasema, mimi Yefta, it was not my fault, sio kosa langu, ninafukuzwa. Ndiyo, mama yangu pengine alikuwa kahaba, lakini sasa kwani mimi ndo ni kosa langu? Nimezaliwa kweli, sasa ni kosa langu. Anarudi, anaenda kwa mabaradhuri wenzake. Kilikuwa kipindi kigumu sana kwa Jefta. Mtu mwingine ambaye namkumbuka ni Hajiri. Mwanzo ngapi hiyo? Mwanzo 21. 10 na ngapi hapo? Hajiri baada ya Isaka kuzaliwa kwa Sara, Sara akamwambia, anatudhihaki huyu mtoto, hata rithi na mwanangu. Ibrahimu akataka kugoma. Mungu akamwambia, yatii yote anayokuambia Sara. Akawafungasha siku hiyo. Hajiri akafungashwa na mtoto wake na mkate Hajiri anaondoka na mkate na kiriba cha maji, akaelekea jangwani, akapotelea jangwani. Yawezekana na wewe umepotelea jangwani, lakini jambo ambalo nataka niwaambie, watu wanaotusaliti hawajui huwa tunaomba nini wakati tunaelekea jangwani. Hawajui huwa tunaeleza nini mbele za Mungu. Machozi yetu hawajui kuyathaminisha, kwamba Mungu anayatazamaje, anayaonaje. Machozi yetu yana thamani kubwa sana. Ndugu yangu, nirudi kwa Tamari. Anarudi peke yake, miaka kama 20 nilikuwa najaribu kupitia. Amekaa hapo toka kuuzwa kwa Yusufu mpaka hiki kipindi tena wanaenda kutafuta chakula, ni kama miaka 20. Kwa hiyo kulikuwa na kipindi hapo. Tamari anakaa hali ya ujane. Usikae tena kinyonge, kwa sababu leo liko neno la muujiza wako. Najua mafao yameisha. Hajiri akasema maji yakaisha, mkate umeisha, mtoto analia na wamepotelea jangwani. Afadhali hata Biblia ikasema amepotelea. Hakwenda alipotelea huko jangwani. Hakuna nyumba, hakuna tumaini, lakini akavumilia hivyo. Yawezekana wewe mafao yameisha, lakini leo tuna neno jipya kwa ajili yako. Akiwa hapo akasikia sikukuu ya kukata manyoya imefika. Zile zilikuwa ni sikukuu. Yuda ni tajiri, anaenda kukata manyoya, kuwatazama watu. Watu walikuwa wanafanya vilevi, walikuwa na mambo mengi sana kwenye sikukuu za kukata manyoya. Tamari akasikia baba mkwe anakuja kipande hii, akavaa mavazi njiani huko, akakaa njiani, mavazi mazuri. Sitaki kusema kama ya mke wangu au ya mama Matovu, lakini alikuwa mavazi mazuri, akakaa njiani. Yuda, labda nilisahau kusema, Yuda akafiwa pia na mke wake Shua, alifariki. Alipomaliza kumzika na ile eda imeisha, sio ni eda, ndio anaamua kwenda kukata manyoya. Sasa usifanye hivyo. Lakini Tamari akakaa njiani. Yuda akamdhania kwamba tu ni kahaba, mwanamke wa kawaida. Akamwomba, naomba niingie kwako. Ndio, okay, utanipa nini? Siku nyingine nikipata muda nitakueleza habari ya pete. Ni mamlaka, pete. Habari ya fimbo, habari ya kamba. Tusikae sana hapo. Akaviomba hivyo vitu. Alipoviomba hivyo vitu kwamba ndio kidhibiti, Yuda akaingia kwake. Tamari akapata ujauzito. Baada ya miezi kadhaa, Yuda anasikia kwamba Tamari ni mjamzito. Tena hawakusema Tamari, mkweo Tamari ni mjamzito, mimba ya haramu.
maneno ya Yuda kwa mara moja tu, na yeye amemwambia nenda ukakae ujane. Kwa mara moja tu akasema, alisemaje mstari wa 24 ule? Mtoeni. Hakutaka hata kujua kulitokea nini, hakutaka hata kuwauliza wazee wa mji, akasema mtoeni ateketezwe. Yawezekana wewe umetolewa uteketezwe, lakini hautateketea. Mimi huko nimeshatolewa mara kadhaa, kwa vile ya sababu ya muda siwezi kuingia ndani. Mtoeni ateketezwe, lakini ndugu yangu hautateketea, hautateketea. Kuna jambo linafanyika sasa hivi. Inua mkono wako wa kuume, sema tena, Mungu Baba, asubuhi ya leo ninayo majonzi, lakini kwa neno la kinabii umesema sitakufa katika majonzi yangu. Bwana, ninaikabiri madhabahu, ninaikabiri madhabahu. Tenda jambo, tenda jambo, tenda jambo kwa jina la Yesu. Sema amen. Mtoeni ateketezwe. Walipoanza kufuatilia sasa, sitaingia sana huko, wakaja walipomuuliza Tamari, mimba hii vipi? Wasema kabla mjaniua. Listen. Nafikiri na Kiingereza alikuwa anakijua. Listen. Kabla mjaniua. Listen. Mpige kipepo cha uchokozi jirani yako, mwambie listen. Mwenye vitu hivi vitu vitatu, vingapi? Tunavikumbuka? Pete ya muhuri. Tuseme wote vitu vitatu. Ya kwanza, cha pili kamba, alafu fimbo. Kumbuka fimbo ni mamlaka, iligawanya bahari ya Shamu. Sema mwenye vitu hivi, huu mzigo ndio wa kwake. Mbele ya baraza sasa, Yuda akaitwa, mwenye vitu hivi Yuda akavitambua, akasema ni kweli, ni vya kwangu. Asema ana haki yeye, mimi ndio mkosaji. Na hapo tungalikuwa tuna muda wa kutosha, ndio ilianza kuwa turn around ya Yuda, mpaka anaungana na wenzake tena kwenda kutafuta chakula cha baba yao kule Misri. Kumbuka wakati wanaenda kutafuta, Biblia imesema hapa kwamba akaondoka kwa ndugu zake. Lakini ni wakati gani akiwa huko, lile jambo la Tamari lilimfundisha vitu vingi sana. Alipotubu na kusema ni mwenye haki yeye. Kwani Tamari aliuawa? Hakufa. Hautakufa nayo machozi, hautakufa na aibu yako. Badala ya aibu utavikwa maradufu, badala ya huzuni utavikwa furaha. Na kwa sababu hiyo leo tunachangia ujenzi. Nataka niseme na watu ambao wamekuwa wakijitolea mara kwa mara kupitia ujumbe huu. Wengine mmeahidi kwa imani, mambo hayajakaa vizuri, lakini na wengine mmedharaulika. Kanisani mnatoa kwenye ukoo tuwaone. Badala ya aibu kuna maradufu. Sadaka yangu haitarudi hivyo hivyo, kuna maradufu. Kujitolea kwangu hakutakuwa in vain, kuna maradufu. Kuimba kwaya kwangu hakutakuwa in vain, kuna maradufu. Sema amen. Tamari, jipe moyo. Sina muda wa kukuombea, lakini namaliza kwa kusema maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Kiu yangu, kiu yangu, haja
haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu, maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka. Tamari, futa machozi, kiu hiyo ni haja yangu, nifanane, nifanane. maombi yangu tena, Maombi yangu, Ee Bwana yafike, moyo huo moyo hata udharau. ni kiu yangu, tena ni haja yangu, nifanane, nifanane nawe. Kama ni maombi yako asubuhi ya leo, nitaomba na mtu mmoja ambaye atakuwa ni point of contact, na wengine mmeponywa wakati na hubiri, na wengine mmerejeshewa vilivyopotea wakati naongea. Bwana alienda mpaka kwenye ofisi yako, Bwana alienda mpaka kwa wakwe zako, Bwana alienda wakati tunahubiri, Bwana ameshaenda mpaka kwenye benki, anashughulika na hayo madeni wakati nahubiri. Enyi akina Tamari, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hautakufa na hayo machozi. Nataka nikwambie, Bwana anatenda jambo jipya. Tamari, atazama ile mimba alipokuja kuzaa, kumbe wako watoto wawili, alikuwepo Peresi, alikuwepo na Zera. Wakati anajifungua, Perezi alikuwa ni wa pili, lakini alitoka kwa haraka na kwa nguvu. Akatazama, huyo Perezi ndio ukoo wa Yesu, ndio ukoo wa Daudi. Tazama, hautakufa katika hali ya aibu. Wanazaliwa kina Peresi. Wewe unaunganishwa na ukoo wa kifalme, unaunganishwa na watu wa kukusaidia, unaunganishwa na watu wa kukukumbatia, unaungamanishwa na koo za kifalme katika jina la Yesu. Kama haya ndio maombi yako kweli, kama ndio moyo wako, hata kama sitakuombea, sitakuwekea mikono, lakini neno la unabii linatosha kukufikia. Bwana ameenda mpaka kule ulikozika watoto. Tamari, usijisikie vibaya, wewe sio mchawi. Tamari, usijisikie vibaya, wewe hukumuua. Eli aliuawa na Mungu. Tamari, sio mwisho, sio mwisho. Tamari, sio mwisho. Kufa kwa Eli, kufa kwa Onani sio mwisho, na kurudishwa kwenu sio mwisho. Katika jina la Yesu, 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 natamka jambo jema. Na sasa naomba na mtu mmoja, japo kwa hata sijui. Karibu mama, nataka tu niombe na, ninapoomba na huyu, ninaomba na watu wote. Hajaniambia chochote. Huyu ndio point of contact. Kama unalohitaji lingine, jiungamanisha hapo, hata kama hauji hapa mbele. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu, inua mikono yako dada, ni kwa ajili ya watu wote. Akina Tamari, akina Tamari, Jumapili ya leo twatamka neno la unabii, na kwa sababu hiyo hautakufa kwenye machozi, hautakufa kwenye shida. Tazama, umefanya kazi, umedhulumiwa. Tamari, umefanya kazi, umedhulumiwa. Tamari,
hujalipwa mishahara yako. Tamari, inaonekana umeua mme lakini haujaua mme. Nataka nikutangazie Tamari wa Kinondoni, natangaza maradufu. Mkumbatie mama kwa mbele, mkumbatie. Sheka tabasai, alisikie joto anavyokumbatia huyu, ndivyo itakavyokuwa kwako. Kuna watu wa mbinguni wanakukumbatia. Tamari wa Kinondoni, Tamari, na huo ugonjwa sio mwisho, na huko kufukuzwa kazi sio mwisho, na hiyo project iliyokataliwa sio mwisho, na hiyo proposal ulioiandika wamesifiwa wengine, wewe hujasifiwa. Leo I cancel, ninayakata, ninayavuruga yote yaliyotengenezwa. Akina Tamari wanaungamanishwa na ukoo wa kifalme. Dada, ungamanishwa na ukoo wa kifalme. Wewe wakilisha Kinondoni yote, wakilisha wanawake wote, wakilisha wanaume wote, wakilisha vijana wote, wakilisha huduma zote. Hazitaishia kwenye machozi. Utendewe jambo, ungamanishwa na ufalme. Na mimi kama ni mtu wa Mungu kweli, kama ni mtumishi wa Mungu, Bwana atende jambo, Bwana akufanyie jambo, Bwana akutendee, Bwana akutendee, Bwana akutendee, Bwana akutendee, Bwana akutendee. Maombi yangu yafike kwako, maombi yangu, maombi yangu, maombi yangu yafike kwako. Makofi mengi kwa Bwana Yesu.